ubatizo wa moto. Neno la Mungu la hukumu lije kwenye ufahamu wako na kuhukumu. Sawa, linakuumiza akili na kutengeneza, kujenga, kufanya kuwa mwana wa Mungu. Ukihukumiwa katika dhambi, usijitetee. Jaribu kubadilika na kufuata neno la Mungu, sababu neno la Mungu litakalo kuhukumu. Atasema ubatizo wa maji, unaweza kubatiza kwenye maji mengi, ila kama neno la Mungu lisipokuosha likakusafisha, utakuwa bado uko mali ya shetani. Kama utaishi sawa na mapenzi ya Mungu, neno la Mungu limeingia ndani ya moyo wako, fahamu wako unashindwa kuliishi. Pia tutaenda kujifunza neno la Mungu. Kazi ya malaika inabeba neno la hukumu na kuwapelekea watumishi wa Mungu. Kazi ya malaika wanatembea kuwalinda watumishi wa Mungu wenye neno la Mungu. Kwa hiyo haina haja sana kuomba ulinzi wa malaika. Kama unafanya kazi ya Mungu, kuhubiri neno la Mungu, Mungu atakuagizia malaika automatically watakuwa walinzi wako. Upepo, malaika kama upepo. Maandiko ambayo tumeshasoma kule nyuma utaenda kuyasoma. Mbingu na dunia zitakunjwa kama karatasi. Katika ulimwengu wa roho ni pale ambapo watu watapokea maarifa ya Mungu na kuwabadilisha ulimwenguni. Hicho ni kitu ambacho jinsi kitakavyotokea kwenye physical na katika ulimwengu wa roho kitatokea vile vile, kwamba watu watabadilisha ufahamu wao uwe ufahamu sawa na Mungu. Kwa hiyo ndio kukunjwa kwa karatasi, na yale maarifa ambayo ni mabovu yote yatakamatwa, yatakunjwa na ule mafundisho ya uongo na shetani na dhambi na kile na ubaya, vyote vitatupwa. Kwa shetani akishatupwa na dhambi itaondoka na uovu wote utaondoka. Na maarifa ya kimungu yataingia na maarifa ya shetani yote yataondoka. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho inatafsiri kwamba ile karatasi na ulimwengu umekunjwa na kutupwa na kuteketezwa. Na hivyo tutatokea vile vile katika ulimwengu wa mwili wa kawaida. Hii dunia ya kwanza, ulimwengu wa kwanza, watu wanajilimbikizia mali, shetani anawadanganya, ila haya mambo yote watayaacha. Kwa hiyo hazina yako utakayokuweka mbinguni, jinsi gani utuze neno la Mungu ndani yako na ukaliishi na ukalitendea kazi, ndio hazina yako mbinguni. Hazina neno la Mungu, sio sadaka peke yake. Hapana, kama unajua wao wanavyohamasisha tu kwenye sadaka peke yake, hapana. Na fungu la 10, hapana. Vitu hivyo vitoe sababu unampenda Mungu, ila hazina neno la Mungu ndani yako. Mungu amejisazia watu, na wale watu waliojisazia watazaa watu. Biblia wanasema watakuwa ni 144, baadaye utakuwa ni umati mkubwa. Ukisoma kwenye Ufunuo sura ya 7 mstari wa 9, Ufunuo mstari wa 7 mstari wa 15 hadi 17. Kwa hiyo Mungu amejisazia watu. Afu pia tutajifunza wahovu na wasaliti. Watumishi wa Mungu wengine wanaanza kazi ya Mungu wakiwa wako vizuri, baadaye wakasaliti kazi ya Mungu, hukumu yao iko pale pale. Wengine. Kwa hiyo jinsi gani ya kusimama imara kwenye wokovu.